Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amwengua mkuu wa huduma za usalama za Ukraine, na hii ni katika mabadiliko ya hivi karibuni kwenye nafasi za juu za idara ya ujasusi za Kiev, karibu miaka minne baada ya uvamizi wa Urusi. Zelensky ameandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Vasil Maliuk anajiuzulu wadhifa huo na kuongeza kuwa tayari amekutana naye na kumshukuru kwa huduma yake, lakini amesema atasalia kwenye mfumo wa idara za kijasusi za Ukraine SBU kwa ajili ya kutekeleza operesheni maalum zitakazozidi kumdhoofisha adui. Hatua hii inachukuliwa wiki kadhaa baada ya kashfa ya ufisadi iliyomfanya aliyekuwa mshirika mkubwa wa Zelensky, Andriy Yermak, kujiuzulu wadhifa wa mkuu wa utumishi serikalini. Wiki iliyopita Zelensky alimteua mkuu wa ujasusi na mwenye umaarufu Kirill Budanov kuongoza ofisi yake na kusema anakusudia kumbadilisha waziri wa ulinzi. Na nikwambie, juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya karibu miaka minne kati ya Urusi na Ukraine zinatarajiwa kuendelea wiki hii. Na Jumatatu hii wakuu wa majeshi na washirika wa Ukraine waliweza kukutana mjini Kiev. Siku ya leo Jumanne, kile kinachotajwa kama muungano wa mataifa yaliyo tayari kuisaidia Ukraine unaoongozwa na Ufaransa na Uingereza wanakutana mjini Paris kujadili matokeo ya mikutano hiyo ambayo inafanyika leo. Aidha, siku ya Jumamosi, washauri wa masuala ya usalama wa taifa kutoka mataifa 14 ya Umoja wa Ulaya na Canada pia walikutana mjini Kiev. Vile unaweza ukawa unajiuliza maswali mbalimbali. Chanzo cha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ni nini hasa, na kwa nini Ulaya waliingilia? Haya ni maswali ambayo wengi wanahitaji ufahamu, kwa sababu ukitazama, wengi wanaofuatilia vita hivi vya Urusi dhidi ya Ukraine, ambapo juhudi mbalimbali za kutafuta amani zinaendelea, wengi wanadhani ni vita tu vya kawaida, labda ni tamaa ya Urusi kuvamia Ukraine au ni tamaa ya Ukraine ni kufanya hivi na hivi. Bali nikwambie tu ukweli halisi ni kwamba vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ni vita ambavyo taifa la Urusi anapambania heshima, na ni vita ambavyo Ukraine naye anapambania heshima. Japo Ukraine anaita ni uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na Urusi anaita ni operation maalum ya Urusi nchini Ukraine. Kwa hiyo wote wamekuwa wakipambania hivyo. Lakini chanzo cha vita hivi vya Urusi dhidi ya Ukraine, moja kwa moja tunarudi kutazama mzizi, kilitokana na mivutano ya kihistoria, kisiasa na kiusalama baada ya Ukraine kujitenga na ushawishi wa Urusi na kujiweka karibu na NATO na Umoja wa Ulaya. Na Ulaya wao wakaamua kuingia kati kwa sababu vita hivi vilihatarisha usalama wa bara lote kwa mujibu wa kauli zao. Lakini pia Ulaya walitumu kwa kusema vita hivyo vimevunja sheria za kimataifa, vita hivyo vimesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Lakini chanzo cha vita vya Urusi na Ukraine, ukirudi kwenye historia ya USSR, nazungumzia historia ya Kisovieti, Ukraine kabisa ilikuwa ni moja ya sehemu ya Umoja wa Kisovieti hadi kuvunjika kwake mwaka 1991. Baada ya kupata uhuru, Ukraine wao wakaanza kujenga utambulisho wao wa kitaifa sasa na kujitenga na ushawishi wa Urusi. Sasa Ukraine wao wakati wanaendelea kujenga nchi yao wamepitia vipindi mbalimbali, hata maandamano mbalimbali yamefanyika kutoa baadhi ya viongozi, na hata kumekuwa na mlolongo kwamba baadhi ya viongozi wanaokaa pale au wanaongoza Ukraine walikuwa wanawekwa na Urusi au Ulaya, Urusi au Ulaya. Kumekuwa na mfumo wa namna hiyo. Sasa Ukraine yeye wakati anaendelea kusonga mbele kwa uongozi ambao ulikuwepo wa Volodymyr Zelensky, ambao uongozi wa Urusi wanatuhumu jamaa yule Zelensky amewekwa na watu wa Marekani na Ulaya, Ukraine ilionyesha nia kujiunga na NATO na Umoja wa Ulaya. Japo Zelensky amekuta jambo hilo tayari likiwa lipo, ina maana ni maono tangu kipindi cha kina Petro Poroshenko waliokuwepo wakati huo. Kwa hiyo jambo hili Urusi aliona kabisa ni tishio kwa usalama wa taifa lake, na swala zima pia litakalokuja ni kupoteza ushawishi wake wa kikanda. Kwa hiyo Urusi ikaanza kureact kwa jambo hilo. Hilo lilikuwa ni moja. Lakini pia ukirudi 2014 Urusi ilitoa Crimea kutoka Ukraine, kitendo ambacho kilisababisha vikwazo vya kimataifa na ikaibua mivutano zaidi. Sasa ukitazama, hii ni moja ya chanzo pia cha vita hivi vya Urusi dhidi ya Ukraine. Ukirudi tena ukiangalia mashariki mwa Ukraine kuna Donbas, Urusi wao walionekana kuwaunga mkono wananchi wa Donetsk na Luhansk, ambao wao ni wananchi waliokuwa wakilalamikia kwamba wanahujumiwa na Ukraine kwa namna moja na namna nyingine, kwa sababu ni maeneo ambayo watu wengi waliopo kule wanaongea
Kirusi. Yanamaanisha wanaongea lugha ya Urusi, sio Kirusi kama sio virus kama virus, bali inamaanisha lugha ya Urusi. Kwa hiyo Urusi kawaunga mkono wananchi wa Donetsk na Luhansk, na walisema kwamba wanalinda watu wenye asili ya Urusi. Kwa hiyo hii ikaja tena sasa ikazua mapigano ya muda mrefu kabla uvamizi wa moja kwa moja mnamo Februari 24, 2022. Lakini pia sababu nyingine iliyochochea vita hivi vya Urusi na Ukraine kudumu mpaka hivi sasa ni Urusi kudai kwamba inalinda usalama wake dhidi ya upanuzi wa NATO na kulinda watu wa asili ya Kirusi na kuzuia Ukraine kuwa ngome ya magharibi karibu na mipaka yake. Hata sasa hivi Urusi akijaribu kusogea baadhi ya maeneo ambayo yapo karibu na taifa la Marekani, Marekani hatokubali, na ndio maana wajamaa wamewekeana umbali fulani hivi baina ya Marekani na Urusi, lakini pia Urusi na baadhi ya mataifa ya Ulaya, japo wana ushirikiano kwenye mambo mbalimbali ya kujenga uchumi. Sasa unaweza ukawa unajiuliza kwa nini Ulaya waliingilia vita hivi? Maanake Ulaya walikuwa mstari wa mbele wakati vita vinaanza Februari 2022. Aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati huo Boris Johnson alikuwa mstari wa mbele, na ndiye mtu ambaye alimtaka Zelensky akatae kufanya mazungumzo, vita vipigwe, wakasema watamsupport na nini na mengineyo mengi. Sasa ukitazama Ulaya waliingilia vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, ziko sababu mbalimbali. Kwanza kabisa, vita hivi vilihatarisha utulivu wa Ulaya, kwani vilihusisha nguvu kubwa ya kijeshi na vilikuwa karibu na mipaka ya Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo kuona ni bora waingilie kwa ajili ya kuweka ulinzi wa mipaka yao. Lakini pia Ulaya wao waliona uvamizi wa Urusi ni kama ukiukwaji wa uhuru wa taifa na kanuni za Umoja Mataifa, kitu ambacho wao wenyewe Ulaya wanafanyaga kuvamia nchi mbalimbali ikiwemo ndani ya bara la Afrika, ndani ya eneo la Amerika. Hata hivi karibuni tumeona Marekani yeye kavamia taifa la Venezuela, akamchukua kiongozi mkuu wa nchi. Wao kwao ni kawaida mno, lakini wanapofanya wengine basi inakuwa ni kukiuka sheria za kimataifa. Lakini pia mashambulizi ya Urusi ambayo Ulaya walituhumu yaliweza kusababisha vifo vya maelfu na mamilioni ya wakimbizi ambao walikimbilia Ulaya, hasa Poland na Ujerumani. Kwa hiyo ilisababisha pia waingilie. Lakini pia ukirudi, Ulaya ilitegemea gesi na mafuta ya Urusi. Kwa hiyo vita vilisababisha mabadiliko makubwa ya kiuchumi na ulazima wa kutafuta vyanzo vipya vya nishati. Lakini pia ukirudi, kuna swala zima la msaada wa kijeshi na vikwazo. Ulaya na NATO wao waliunga mkono Ukraine, wakatoa silaha, wakatoa fedha, wakaweka vikwazo dhidi ya Urusi ili kuzuia kuendelea kwa uvamizi. Kwa hiyo haya yote ndio zilikuwa sababu kwa nini Ulaya aliweza kuingilia vita hivi. Sasa ukitazama vita hivi vimeleta athari nyingi sana, licha mataifa yanayoendelea kuathirika kiuchumi, lakini vita hivi vimeendelea kuongezeka zaidi. Mashambulizi ya anga, makombora ya Urusi yameendelea hadi 2025 na yalionyesha vita bado vina nguvu, na Urusi hajaonekana kutetereka hata kidogo, bali ameonekana kuendelea kupeleka moto, kuendelea kufanya mashambulizi, na Ukraine ameendelea kusapotiwa. Lakini Ukraine imeonekana fedha nyingi sana Ulaya wanatumia, kwa sababu sasa hivi tangu ameingia Donald Trump, anachokifanya hatoi silaha bure. Yeye anachokifanya ni anauza silaha, anauzia Ulaya. Ulaya wananunua, wanamlipa cash Trump, alafu wananunua, wanapeleka Ukraine. Lakini pia ukitazama vita hivi vimeleta hatari zaidi ya mgawanyiko wa kisiasa. Baadhi ya nchi za Ulaya zinakabiliwa na changamoto za ndani kuhusu gharama za msaada kwa Ukraine. Kuna matatizo ya kiuchumi. Vikwazo vya Urusi vimeathiri bei za nishati na chakula duniani, kwa sababu Urusi ni moja ya wazalishaji wakubwa pia wa nishati, hata vyakula pia, kupitia yeye na kupitia Ukraine. Kwa hiyo ukitazama mambo yamekuwa mazito. Kwa hiyo vita hivi ni vita ambavyo mivutano yake imetokana na mambo ya kihistoria, kisiasa kati ya Urusi na Ukraine. Ulaya akaja kaingilia tu ili kulinda usalama na mengineyo mengi ambayo aliweza kuyaainisha. Kwa hiyo cha msingi na cha muhimu tunachoendelea ni kuombea amani zaidi iweze kupatikana na vita hivi viweze kumalizika. Usisahau kusubscribe, kulike na comment channel hii. Shukran kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.